Maonyesho hayo yanatarajiwa kufanyika Aprili 25 hadi 30 mwaka huu katika kijiji cha Jojo kilichopo kata Santilia, ambapo wakulima kutoka vijiji zaidi ya 59 mkoani Mbeya wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho hayo. Akizungumza na waandishi wa habari, mratibu wa maonyesho hayo ndugu Fadhili ameeleza kuwa kutakuwa na mafunzo mbalimbali yanayohusiana na shughuli za kilimo na ufugaji ambazo zitalenga kuelimisha wananchi katika kuboresha zaidi shughuli za kilimo ili wafanye kilimo chenye tija kitakachoboresha maisha yao. Katika maonyesho hayo tumetengeneza component 5 ambazo zinajibu changamoto za wananchi wa vijijini. Component ya kwanza ni kilimo na ufugaji. Kwa hiyo tunacho kituo cha umahiri ambacho ni mashamba darasa ya vipando tofauti tofauti. Tunashirikiana na makampuni mbalimbali, kutakuwa na makampuni ya mbegu yameweka vipando vyao pale na vitu vingine vinaendelea pale. Lakini tutakuwa na mifugo ambayo tutaonyesha teknolojia ya uzalishaji wa mifugo kama kitovu cha ukuaji wa uchumi pia kwa wananchi wa vijijini. Tutakuwa na mifugo aina 3, tutakuwa na ng'ombe wa maziwa, tutakuwa na nguruwe pamoja na kuku na teknolojia zake kama sehemu ya kuhamasisha ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, ndugu Abdara ameeleza kuwa wadau mbalimbali wa kilimo wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho hayo, ambapo kwa umoja wao kupitia maonyesho hayo wanaenda kubadili hali ya wakulima kufanya kilimo cha mazoea na kuanza kufanya kilimo chenye tija kwa kuwapa elimu sahihi ya matumizi ya mbolea na viuatilifu vingine vya kilimo vitakavyopelekea kupata mazao bora. Bado maeneo ya vijijini inaonekana mwitikio ni mdogo, kwa hiyo ni fursa sasa ya kupeleka elimu hii kwa wakulima wa vijiji vile 51, na labda niseme watu 12,000 ambao wanatarajiwa kushiriki au wakulima 12,000 ambao wanatarajiwa kushiriki kwenye event hii watapata fursa ya kuona mashamba darasa yaliyokuwa yameandaliwa pale, kwa maana ya mbolea zipi ambazo zinaweza kuleta tija, mbegu ambazo wanaweza kuzitumia kama mbegu bora na zikaweza kuleta tija. Lengo kubwa ni wakulima wahame kutoka kwenye jinsi ambavyo walikuwa wanalima zamani walime kisasa, kwa maana kwamba kipato ambacho walikuwa wanapata zamani sasa hivi mambo yabadilike, kwamba wapate kipato zaidi.